Moyo wa John Heche wavuja damu baada ya kutazama video ama documentary ya CNN kuhusiana na machafuko yaliyotokea nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Tanzania imeingia katika kipindi kipya cha sintofahamu ya kisiasa na kimaadili baada ya uchunguzi wa CNN kufichua kile kinachoonekana kuwa ushahidi wa mauaji ya raia, mazishi ya umati katika maeneo siri na utekaji wa majeruhi kutoka hospitali kwenda mochari. Tukio hilo limeibua sauti nzito ya mwanasiasa John Heche ambaye amekuwa mstari wa mbele kupaza sauti ama kupaza kilio cha wale wanaoita waathirika wa utawala unaotawaliwa na damu badala ya ridhaa ya wananchi. Kwa mujibu wa maelezo yake baada ya kutazama documentary hiyo, kile kilichoonekana si tu picha za ukatili bali ni ushahidi wa taifa lililotawaliwa na mamlaka inayotumia nguvu kuendelea kuishi kisiasa. Hisia zake zimekuwa mwangwi mpana wa jamii iliyokaa na maumivu ya muda mrefu bila uthibitisho rasmi. Kilio hicho kimeibua mjadala mzito kama taifa lililojengwa kwa misingi ya amani linapoteza hadhi hiyo kupitia mikono yake yenyewe. Na je, mustakabali wake utaamuliwa na nani? Na kwenye mtandao wa X, John Heche alisema kuwa hii ripoti ya CNN, moyo wangu unavuja damu, kwani mliwaondoa majeruhi wazima na kuwapeleka mochari, kwamba mmezika watu kwenye makaburi ya pamoja badala ya kuwapa ndugu miili ya watu wao. Haya mtayajibu vipi? Hiyo kiu ya madaraka ni kubwa kiasi gani kwamba unafanya haya kubaki madarakani? Utawala usio na ridhaa ya watu, utawala wa damu. Huwezi kuunda timu ya kujichunguza mwenyewe, hauwezi kuficha huu uovu. Dunia inaona na inajua. Ujumbe wake John Heche kwenye mtandao wa X. Heche aliona uchunguzi huo kama tangazo la mwisho la kile ambacho wananchi wengi wamekuwa kidai kwa miaka miwili bila kusikilizwa. Miongoni mwa mambo yanayomguza zaidi ni ushahidi uliowekwa wazi unaodai kuonyesha majeruhi wenye majeraha ya risasi kuchukuliwa wakiwa bado na uhai na kupelekwa moja kwa moja mochari badala ya kutibiwa hospitalini. Katika documentary, CNN ilitumia uchambuzi wa rekodi za CCTV, picha za satellite, sauti za milio ya risasi na ushuhuda wa watumishi wa afya waliokuwa maeneo ya tukio. Uthibitisho huu ulionyesha mlolongo wa matukio unaoonyesha magari ya usalama yakifanya safari za dharura usiku kucha, yakichukua miili ya baadhi ya majeruhi bila mawasiliano rasmi kwa familia. Kwa mtazamo wa Heche, tukio kama hilo halikuwa ajali kiutawala bali ni sehemu ya mpango mpana wa kuficha idadi ya waliokufa, kuharibu ushahidi wa namna walivyojeruhiwa na kupunguza athari za kisiasa ambazo zingetokana na taarifa sahihi za vifo. Na katika kile kinachoonekana kuwa sehemu ya kuficha uhalifu huo, documentary ilionyesha mashimo makubwa yaliyofunikwa haraka katika maeneo yaliyotengwa nje ya mji mkuu. Ramani ya satellite zilionyesha mabadiliko ya ghafla katika eneo lenye udongo uliotifuliwa hivi karibuni, huku baadhi ya maeneo yakionekana kufunikwa kwa matairi ya udongo mdogo na mzito uliochanganywa na maji. Heche alitumia ushahidi huo kama mfano wa kile anachokiita utawala unaoogopa uwazi. Hoja yake msingi ilikuwa kwamba mazishi ya watu wengi bila kufahamisha familia ni ishara ya taifa linalopoteza ubinadamu kwa kasi. Na katika uchambuzi wa CNN, baadhi ya mashimo yalionekana kuwa na alama za kilimo kipya juu yake, ishara ilionekana kama jitihada ya kuficha historia ndani ya udongo. Mijadala huu umeamsha maswali mapya kuhusu haki za maziko, uwajibikaji wa kisheria kwa familia za wahanga na uwepo wa orodha rasmi ya waliopotea katika siku za vurugu hizo. Kwa mujibu wa simulizi lake, chanzo kikuu cha maafa haya si tu matumizi ya risasi bali mfumo wa kisiasa ulioruhusu mamlaka kutumika kama kizuizi cha ukweli. Heche alieleza kuwa kile kilichotokea hakiwezi kutenganishwa na kiu cha kuendelea kuwa madarakani bila ridhaa ya wananchi. Na kwa mtazamo wake, hakuna taifa linaloweza kudai uhalali wakati miili ya wananchi wake imezikwa kwa siri na familia zimeshindwa kuaga wapendo wao.
Kilio chake kilijikita katika hoja kwamba mamlaka inayojificha nyuma ya tume za ndani, taarifa zilizopikwa na vitisho vya kwa vyombo vya habari haina nafasi katika dunia ya leo ambao ushahidi wa video hauwezi kufutwa kirahisi. Ukweli huu umeleta picha ya nchi inayokaribia kupasuka kati ya historia ya amani na sura mpya ya ukatili uliofungwa ndani ya ukuta wa ukimya. Dokumentari hiyo haikuwa simulizi la kawaida bali uchunguzi wa kifundi na ulijumuisha uchambuzi wa sauti za risasi kwa kutumia spectrograph, uthibitisho wa maeneo kupitia geolocation za video za simu, ukaguzi wa picha za satellite kuonesha maeneo ya maziko mapya, rekodi za sensa za hospitali na usafirishaji wa miili. Kila sehemu ya dokumentari ilijengwa kuonyesha matukio kwa mfululizo wa saa hadi dakika, ukionyesha mstari wa tukio kutoka maandamano, kufyatuliwa risasi, kupelekwa hospitali, kisha maiti kusafirishwa kwenye magari yasiyo na alama rasmi. Kwa mara ya kwanza jamii ya kimataifa imeona ushahidi ulioandaliwa kitaaluma badala ya simulizi zilizosambaa mitandaoni bila uthibitisho. Baada ya shinikizo, serikali ilitangaza kuwa inaunda tume ya kuchunguza mauaji hayo, na kwa mujibu wa Heche, hatua hiyo ni sawa na mtuhumiwa kujichunguza mwenyewe. Aliibua hoja kwamba hakuna uhuru wa uchunguzi kama mamlaka ile inayotuhumiwa ndiyo inayoongoza uchunguzi, huku taasisi za kimataifa na mashirika ya kibinadamu yakiachwa nje. Kwa mtazamo wake, tume hiyo inaweza kuwa ngao ya muda wa kisiasa badala ya chombo cha kutafuta ukweli. Hoja hii imeungwa mkono na hisia za makundi ya kijamii na familia za wahanga ambao wamekuwa wakisubiri taarifa rasmi kwa muda mrefu bila matumaini. Na mzigo wa matukio haya unaweza kuathiri mustakabali wa taifa katika maeneo mengi, kwamba kwanza kutakuwa na mahusiano ya kimataifa ambayo yanaweza kuyumba kutokana na upotevu wa imani. Uwekezaji wa utalii unaweza kukimbia mazingira yasiyotabirika. Jeshi la polisi linaweza kukabiliwa na mageuzi makubwa. Vyama vya upinzani vinaweza kupata ushawishi mkubwa wa kisiasa kutokana na kilio cha wananchi. Na katika hadhi ya kimataifa, Tanzania inaweza kujikuta kwenye rada mpya ya taasisi za haki za binadamu na mahakama ya kimataifa endapo ushahidi zaidi utajitokeza. Kwa mara ya kwanza tangu vurugu za Oktoba, kilio cha mwananchi ama cha wananchi kimepata jukwaa la kimataifa. John Heche amegeuka kuwa sauti ya watu wanaohisia mateso ya wale waliotoweka bila mazishi, waliouawa bila hukumu na waliozikwa bila majina. Katika simulizi lake, kilio hiki si cha uchochezi bali ni ombi la historia kutotoweka kwenye udongo wa usiku. Ni wito wa taifa kusimama kwenye ukweli ili isiendelee kujengwa juu ya mifupa ya watu wake. Na safari ya haki imeanza, lakini safari ya majibu bado inasubiri ujasiri wa taifa kukubali yale yaliyotokea. Ndio taarifa tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa jinsi zilivyo bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutufuata kwa taarifa kama hizi. Endelea kusubscribe, kulike na kushare video zetu kwa taarifa zaidi.